Ukiangalia mara nyingi vijana wengi wanakuja hospitali, vijana wadogo sana wa miaka 25, 30, 40, wana shida za shinikizo la damu la kawaida. Kuna shinikizo la damu la juu, pressure ya juu pamoja na pressure ya chini. Hamna dalili maalum ya kwamba hii dalili nikiwa nayo inaelezea mimi kuwa na shinikizo la juu la damu. Kama una vinasaba ambavyo vinaweza vikapelekea pia pressure ya damu kupanda juu katika umri wa mbeleni huko, hiyo inakuwa ni ngumu kuepuka, lakini vizuri pia Okay, kwa majina mimi naitwa Dr. Tobias Wajama kutoka hospitali ya NSK iliyoko Ungalimited hapa jijini Arusha. Ninafanya kazi idara ya dharura na kuumia, lakini pia kutokana na ukubwa wa hospitali yetu kutoa huduma mbalimbali, muda mwingine na kulazimu pia kufanya kazi idara nyinginezo ikiwa ni pamoja na idara ya figo, lakini pia idara ya wodini pamoja na idara ya magonjwa ya nje. Shinikizo la damu kama ulivyouliza ndugu mtangazaji, huu ni msukumo wa damu dhidi ya ukuta wa mishipa ya damu. Huwa napenda kutumia mfano huu, ni sawa na maji yanapokuwa yanapita katika bomba la maji. Maana yake ni kwamba yale maji huwa yanapita dhidi ya ukuta wa bomba la maji. Sasa ile nguvu ya msukumo iliyopo kati ya damu na ukuta wa mishipa ya damu, hiyo ndo tunaita shinikizo la damu. Na nguvu hii huwa tunaipima katika mfumo wa milimita za mercury. Kwa hiyo huwa tunataja kiasi fulani, lakini inakuwa katika mfumo wa milimita za mercury. Na kwa kawaida shinikizo la damu la kawaida tu inategemeana pia na umri, lakini pia na literature zinavyoelezea. Lakini kwa literature nyingi zinavyoelezea, kwa maana research nyingi zinavyoelezea, ni kwamba shinikizo la damu la kawaida, kuna shinikizo la damu la juu, pressure ya juu pamoja na pressure ya chini. Sasa kwa pressure ya juu ambayo tunaweza shinikizo la damu la juu, huwa inaanzia kati ya 100 mpaka 129. Hiyo ni range. Haiko maalum ya kwamba nikimpima mgonjwa huyu lazima iwe 100 au lazima iwe 129. Hapana, hapa kuna range katikati. Inawezekana ni 100, inawezekana ni 110, inawezekana ni 120, lakini mpaka 129. Lakini la chini inakuwa ni kati ya 60 mpaka 90. Kwa hiyo nimeweka hivi kwa sababu tuna umri hapo katikati. Kwa sababu mtoto wa miaka 11 au miaka 9 hawezi akawa pressure yake haiwezi ikawa sawa na mtu wa miaka 25. Kwa ndio maana kuna range. Kwa hiyo kwa kusummarize kwa haraka tu mtazamaji aweze kunielewa, ni kwamba shinikizo la damu la kawaida la juu ni kuanzia 100 mpaka 129 mm za mercury, na la chini ni kuanzia 60 mpaka 90 mm za mercury. Kwa sababu kila mmoja ana shinikizo la damu. Nadhani bila kuwa na shinikizo la damu haiwezi kutembea katika mwili wa mwanadamu. Lakini shinikizo la damu la juu, nadhani ndio swali lako mara linapolenga zaidi. Sasa ili kuweza kujibu vitu gani vinapelekea shinikizo la damu kuwa juu zaidi, sasa ni vizuri pia tukafahamu pia aina za shinikizo la damu kuwa juu. Aina ya shinikizo la damu kuwa juu kuna aina mbili. Kuna aina ya awali sisi tunaita ni essential hypertension, lakini pia kuna aina ya pili ambayo tunaita ni secondary hypertension. Sasa hii essential hypertension ambayo ni aina ya awali, hii mara nyingi inapata watu wazima sana. Mara nyingi umri ni kuanzia miaka 40 kwenda juu. Na hii mara nyingi haina kisababishi maalum kinachoeleweka kama ni kitu hiki, lakini sana theory nyingi zinaelezea kama ni kwa sababu ya umri. Kwa sababu umri unapokuwa unakwenda sana, kuna baadhi pia vitu mwilini vinabadilika. Kuna kemikali moja mwilini aina ya protein inaitwa glycocalyx. Hii ni protein maalum ambayo inasaidia pia kuleta nguvu ama uimara kwenye mishipa ya damu. Kwa wakati unazeeka, umri unapokuwa unakwenda kufikia miaka 40 kwenda juu zaidi, hii proteini pia mwilini huwa inaonekana kupungua ukubwa wake ama kile kiwango chake. Kwa hiyo kinapokuwa kinapungua hii proteini aina ya glycocalyx, basi inapelekea pia mishipa ya damu kuweza kupunguza uimara wake na kuweza kupelekea shinikizo la damu kuweza kupanda zaidi. Lakini nikizungumzia aina ya pili ya shinikizo la juu la damu ambayo tunaita ni secondary hypertension, sasa hii inaweza kumpata hata mtoto mdogo, hata kama ana umri wa miaka 12, 13, 20. Vijana wadogo tu wanaweza kuwa wakagundulika pia kuwa na shida ya pressure. Pressure namna hii sisi tunaita ni secondary hypertension. Tunasema ni secondary kwa sababu inakuwa ina kisababishi
ambacho tunaweza kukifahamu ni kitu hiki ndio kimepelekea pressure kuweza kupanda. Sasa kwa haraka kuweza kujibu vitu vinavyopelekea pressure kuongezeka, tukiachana na aina ya kwanza ambayo ni essential hypertension. Kwa hiyo secondary hypertension, moja inawezekana kwa sababu ya hormones nyingi mwilini kuzalisha kupita kiasi. Kuna baadhi ya vichocheo mwilini au hormones mwilini zikitolewa kwa wingi zaidi pia basi zinapelekea shinikizo la damu kwenda juu zaidi. Mfano wake wa hizi hormone mojawapo ni hormone za thyroid, tunaita hizi hyperthyroidism, ambao hii thyroid maana yake ni kwamba hapa shingoni tunakuwa na tezi, tumezoea kuita tezi ya goita, lakini sisi tunaita ni thyroid gland. Sasa tezi hii huwa inatoa pia hormone kadhaa mwilini. Inapokuwa inatokea kwamba labda tezi hii inatoa hormone nyingi sana kupita kiasi, basi hiyo pia inachangia shinikizo la damu kwenda juu zaidi, ambapo tunaita huyu mtu ana pressure. Lakini pia ukiachana na hiyo hormone ya thyroid, kuna hormones nyinginezo, kwa mfano kuna hizi hormones tunaita adrenaline hormones. Sasa hizi adrenaline hormones kwenye figo, juu ya figo pale tunakuwa na tezi maalum tunaita adrenal gland. Sasa hii adrenal gland pia huwa inatoa kemikali hiyo tunaita adrenaline, sivyo? Lakini pia kuna kemikali nyinginezo ambazo zinaitwa cortex, kwa sababu kumbuka adrenal gland ina sehemu kuu mbili. Kuna adrenal medulla pamoja na adrenal cortex. Asa adrenal cortex inatoa hiyo kemikali inaitwa cortex, lakini adrenal medulla pia inatoa hormones za adrenaline ambayo tunaita epinephrine pamoja na norepinephrine. Kwa mgonjwa anapokuwa na changamoto yoyote kwenye hizo adrenal gland ambazo ni tezi maalum zilizoko juu ya figo, kwa mfano na uvimbe kwenye hizo tezi, basi homoni hizi huzalishwa kwa wingi zaidi na kupelekea pia shinikizo la damu kwenda juu zaidi. Lakini pia kingine ambacho kinapelekea pressure ya damu kuweza kupanda, kingine inawezekana kwa sababu ya madini chumvi kuwa mengi sana mwilini, kwa maana ya madini ya sodium. Hasa madini haya pia yaweza yakapanda hivi, lazima kuna kitu ambacho kinakuwa kimepelekea madini ya sodium kuweza kuwa mengi sana mwilini. Kuna uhusiano mkubwa sana kati ya madini ya sodium kuwa mengi sana mwilini pamoja na kuwa na changamoto ya thyroid, kwa maana ya goiter. Kwa hiyo ni vizuri sana mtu anapokuwa anajiona kwamba pressure yako iko juu kushinda kiwango cha kawaida, basi ni vizuri ukaja hospitali ili kuweza kufahamu kitu gani kimepelekea pressure kuweza kuwa juu, kwa sababu maradhi haya yanatibika na wataalamu wetu hapa nchini Tanzania. Ni kweli kabisa, ukiangalia mara nyingi vijana wengi wanakuja hospitali, vijana wadogo sana wa miaka 25, 30, 40, wana shida za pressure. Ni kweli pressure ziko juu sana, lakini watu wao ukiangalia wanakuta wana uzito pia mkubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri pia tujifunze tuwe na desturi pia ya kufanya mazoezi. Tusiwe tu hata kukaa tu hivi. Angalau kutoka kazini, ingia kidogo uwanjani, fanya mazoezi kuweza kuchangamsha mwili wako, hata utopunguze mafuta mwilini. Unapokuwa unakaa sana pia kwa muda mrefu, of course hufanyi mazoezi, tunaita unaishi sedentary lifestyle. Hiyo pia ni kitu kibaya sana. Kwa jambo la msingi sana tufanye mazoezi. Mazoezi ni kitu muhimu sana, kinasaidia sana kuweza kurekebisha hata pia mzunguko wa damu, kuweza kuwa vizuri katika mwili. Lakini pia ukija kwenye swala la vyakula pia, sasa hivi vijana wengi tunakula vyakula vya ovyo sana. Tunakula hatuzingatii kwamba tunakula kitu gani. Sana tunakula vyakula vyenye asili ya mafuta kwa wingi sana, kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo unashangaa mtu ambaye ameagiza nyama choma kubwa kilo moja anakula peke yake, anamaliza. Kaagiza kuku kala peke yake kamaliza. Kafika nyumbani kwa bahati mbaya pia mafuta ambayo anatumia mafuta ambayo yana changamoto ya kuganda katika mishipa ya damu, yanakuwa na rehemu, kwa maana ya cholesterol. Kwa hiyo pia hata kwenye matumizi pia mafuta tuzingatie pia tunatumia mafuta ya namna gani. Mafuta mazuri ya kutumia mafuta ambayo hayana rehemu, mara nyingi yanakuwa yameandikwa cholesterol free. Yale mafuta ya mimea asilia, kwa mfano mafuta ya alizeti, hayana rehemu kabisa. Kwa hiyo mafuta mazuri kwa ajili ya kutumia. Japokuwa ni mazuri, lakini pia nafaa tuyatumie kwa kiasi. Sio tukiandaa chakula chetu pale nyumbani tunaweka mafuta mengi sana katika vyakula ambavyo tunavitumia, jambo ambalo sio zuri kabisa. Kwa hiyo kusummarize tu kwa ndugu anayenisikiliza ili aweze kuelewa vizuri, ni kwamba ni vizuri pia kufanya mazoezi, ni jambo la msingi sana. Lakini pia kutokula vyakula vyenye asili ya mafuta kwa wingi sana pia ni jambo lingine zuri la pili. Lakini pia tuzingatie kutumia mafuta ambayo hayana cholesterol. Kwa mfano mafuta yenye asili ya mimea ni mazuri sana. Hamna dalili maalum ya kwamba hii dalili nikiwa nayo hii inaelezea mimi kuwa na shinikizo la juu la damu. Haipo. Lakini dalili zake zinakuwa tu tunasema kama ni non specific, kwamba sio dalili maalum. Mara nyingi pressure ya damu ikipanda, utajisikia kichwa kinakuuma sana. Unaweza kutumia dawa za maumivu hata kwa muda wa siku 2, siku 3, siku 4, hata wiki nzima bado unajikuta upate nafuu ya kichwa kuweza kupona. Lakini pia mwili kuchoka, muda mwingine unajisikia mwili umechoka tu, hauna nguvu. Hata ukipumzika bado unajisikia bado
mwili hauna nguvu, unaweza kuhisi labda kazi zimeneremea sana, unaweza kupumzika kwa muda hata siku 2 hujafanya kazi yote kubwa, lakini bado unajikuta pia mwili umechoka. Kwa mwili kuchoka pia ni dalili moja kubwa sana. Kichwa kuuma mara kwa mara, unatumia dawa ya maumivu lakini haikusaidii, pia ni dalili nyingine pia kuonyesha kwamba pengine labda pressure ya damu inaweza kuwa iko juu zaidi. Lakini hamna dalili maalum ya moja kwa moja ya kusema kwamba sasa dalili hii ni dalili ya pressure. Labda tu cha kushauri ni kwamba tujijengee utaratibu wa kwa tunacheki afya zetu angalau hata mara moja kwa mwezi, kucheki pressure yako ya damu iko namna gani ili kuweza kupata ushauri wa daktari. Nimekuwa nikizungumzia sana kuhusu shinikizo la juu la damu. Sasa ndugu mtangazaji, umeuliza kuhusu shinikizo la chini la damu kwa maana ya hypotension. Sasa madhara ambayo mtu anaweza kupata pale shinikizo la damu linapokuwa liko chini kwa maana ya hypotension ni kama ifuatavyo. Moja, mgonjwa anaweza kujihisi mwili umechoka sana muda wote hata kuweza kushinda kufanya shughuli zake za kila siku. 2, kichwa kuuma. 3, kizunguzungu. Lakini pia 4, kusinzia muda wote. Unakuta muda wote unasikia usingizi hata kama usiku ulipata usingizi wa kutosha, lakini bado pia unaamka asubuhi bado pia una usingizi. Hiyo pia dalili nyingine ya kuonyesha kwamba pengine pressure yako ya damu iko chini kupita kiasi. Lakini pia madhara mengine endapo shinikizo la damu litakuwa liko chini kupita kiasi kwa maana ya hypotension ni figo kuumia. Kwa sababu kumbuka, figo yako pia ili iweze kupata kiwango cha kutosha cha oxygen inatakiwa pressure ya damu hiyo katika msawazo ambao ni mzuri zaidi. Sasa pressure ya damu inapokuwa inashuka chini kupita kiasi kwa maana ya hypotension, hii pia inaweza kupelekea pia figo kuumia. Hii kitaalamu tunaita ni acute kidney injury. Kwa hiyo figo zinapokuwa zinaumia pia basi inaweza kupelekea madhara mengine ambayo tunaita ni secondary effects. Kwa maana ya kwamba sasa zile kazi ambazo zinafanywa na figo zinafeli kwa maana ya kuchuja sumu mwilini, kubalance madini chumvi na madini ya potassium mwilini pia yanafeli. Kwa hiyo utajikuta pia hata madini ya potassium yanapanda juu kupita kiasi. Madini ya sodium pia yanaweza kupanda pia juu kupita kiasi. Sasa madini pia potassium na sodium yakipanda juu kupita kiasi, haya yanakuwa na madhara ya moja kwa moja pia hata kwenye moyo. Kwa sababu madini haya pia yana kazi kubwa sana ya kuweza kubalance pia mdundo wa moyo. Kwa hiyo madini ya potassium yanapokuwa yako juu sana pia kwa sababu ya figo kuumia kwa sababu ya pressure kuwa chini kupita kiasi, basi hali pia inaweza kupelekea hata moyo pia kudhurika na kupata shida. Zipo njia baadhi ambazo tunaweza tukazitumia kuweza kudhibiti changamoto ya shinikizo la juu la damu. Ijapokuwa muda mwingine inakuwa ni changamoto kutokana na historia. Sababu kumbuka, maradhi haya yote huwa yanatokea kwa sababu pia historia ya familia. Kama una vinasaba ambavyo vinaweza vikapelekea pia pressure ya damu kupanda juu katika umri wa mbeleni huko, hiyo inakuwa ni ngumu kuepuka, lakini vizuri pia kufuata ushauri wa wataalamu kuweza kutusaidia kuepukana na changamoto ya shinikizo la juu la damu. Ushauri wa kitaalamu ambao naweza nikautoa ni kwamba cha kwanza tufanye mazoezi. Kufanya mazoezi ni jambo zuri sana kwa ajili ya kuweza kurekebisha uzito wako wa mwili. Uzito wa mwili ni lazima uendane na urefu, kwa maana ya kwamba kimo pamoja na uzito inafaa viendane. Sisi kitaalamu tunaita ni BMI, Basal Metabolic Index. Kwa hiyo unapokuwa na uzito mkubwa sana, hii pia ni changamoto nyingine. Na kuna baadhi ya watu ambao wanakuta wana miili midogo wanasema kwamba mimi sio mnene. Sawa, ni kweli kimuonekano sio mnene. Unaweza kuwa sio mnene kwa nje, lakini kwa ndani naweza nikasema kwamba wewe ni mnene. Kwa sababu gani? Kwa sababu ambazo kinamata sana ni uwiano kati ya urefu pamoja na uzito wako kwa maana ya BMI. Sasa BMI nzuri inabidi iwe kati ya 18.5 mpaka 24. Hiyo ndio BMI nzuri, ambapo wanachukua namna ya kupiga hesabu kuweza kujua BMI yangu ni kiasi gani. Ni vizuri ukaenda kwenye kituo cha afya, daktari ama mtaalamu yote wa afya akakuonesha namna kujua kwamba BMI tunaitafuta kwa namna gani, kuweza kuona je, uwiano kati ya urefu wako na uzito wako pia ni sawa. Kwa tufanye mazoezi, lakini pia na vyakula hivi tusipendelee kula vyakula vyenye asili ya mafuta sana kwa wingi tukajisahau. Tunaita hizi junk food. Umekula chips yai, umekula labda umekula nyama choma, umekula kuku choma, mayai ya kutosha. Nadhani hiyo pia tupunguze. Kila kitu tutumie kwa kiasi. Hata pia matumizi ya chumvi tupunguze. Angalau huwa tunashauri kile kijiko kidogo sana kile cha sukari kidogo kile. Sasa hicho ndio inabidi utumie kwa siku nzima kwa masaa 24, na maanisha chumvi yako utumie kwa masaa 24 ukubwa hicho kijiko. Lakini mara nyingi shangaa tunakula chakula kina chumvi tayari, lakini bado unachukua chumvi nyingine pia pembeni unaongezea kwenye mboga mezani. Kwa hiyo table salt pia sio kitu kizuri. Tusiwe na mazoea pia kuongezea chumvi pembeni. Chakula chumvi unaweka kwenye jiko wakati unapika chakula chako, nadhani hiyo inatosha kabisa. Ushauri wangu ambao naweza nikautoa kwa umma, kwa yote anayesikiliza video hii ni kwamba
tujijengee mazoea ya kuwa tunacheki pressure zetu. Sisi tunakaa tu mpaka unajikuta mtu umeugua sana, uko serious sana, umepeleka hospitali ndio unapata nafasi ya kucheki pressure. Mara nyingi tunapakia wagonjwa hata hawajui kama wana shida ya pressure na wanakuja hapa katika hali mbaya sana. Tayari unakuta ameshapata complication nyinginezo, ameshapata stroke, amepoza, haongei, hawezi kutembea. Ukicheki pressure unakuta iko juu sana. Lakini ukimuuliza mgonjwa huyu kwamba ulikuwa unajua kama una shida ya pressure, nakwambia sikuwa najua kabisa kama nina shida ya pressure. Lakini pia kingine pia tusiwe na imani mtambuka. Imani mtambuka pia ni kitu kingine kibaya sana. Mara nyingi wagonjwa wanakuja hospitali, pressure iko juu sana, unampatia dawa, anatumia kwa siku 2-3 baadaye anaacha. Anakuambia daktari, mimi niona pressure yangu imeshakaa vizuri, nikaacha nikasema labda ili tu ni pepo tu, ili imenipitia kwa muda. Lakini pressure haiwezi ikawa pepo ndogo zanguni. Kwa hiyo naomba tuje hospitali, tucheke afya zetu angalau hata kwa wiki mara moja au kwa wiki mara 2. Tunaangalia hata angalau pressure yetu inaendelea vipi yani. Na endapo una shida ya pressure tayari umeshagundulika, matatizo hayo yote yanatibika. Lakini jambo ambalo naweza nikashauri umma ni kwamba pressure ukishaipata ndugu zanguni haiponi kabisa moja kwa moja. Kwa sababu uwezo wa mwili kuweza control pressure yako ikae vizuri tayari umekwisha feli. Kwa njia pekee ya pressure kukaa vizuri ni kuweza kutumia dawa. Unapokuwa unaacha dawa kiamini kwamba umepona, hapo unajihatarishia maisha yako mwenyewe, kwa maana ya kuumiza figo zaidi, kwa maana ya kuumiza moyo, kuumiza macho, kuumiza miguu pamoja na figo kwa ujumla wake inaweza kafeli. Na matibabu ya figo pia ni magumu sana. Matibabu pia ya moyo ni magumu sana. Kwa hiyo kabla ya kufika huko tutumieni dawa vizuri. Asanteni sana. Natumaini video hii itakuwa na msaada sana kwako kwa ajili ya kuweza kuitunza afya yako vizuri. Mimi naitwa Dr. Tobias Wajama, kama nilivyojitambulisha hapo awali, napatikana hospitali ya NSK iliyoko Ungalimited Arusha. Hospitali hii inatoa huduma zote kwa maana ya huduma za kibingwa pamoja na huduma za kibingwa bobezi. Tunao madaktari wazuri sana. Tuna huduma za watoto kwa sababu tunaipa daktari bingwa watoto, tuna daktari bingwa magonjwa ya kina mama, tunaipa daktari bingwa magonjwa ya ndani, tuna daktari bingwa wa upasuaji pamoja na daktari bingwa wa mifupa na daktari bingwa wa magonjwa ya dharura na kuumia. Kwa karibuni sana, na huduma yetu tunatoa ni masaa 24, sio kwamba ni masaa 12, hapana, ni kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 asubuhi kesho yake tena. Masaa 24. Kwa hiyo kwa wale ambao mna changamoto yoyote mlioko ukanda huu Arusha na maeneo ya jirani na Arusha, karibuni sana NSK, tuko Ungalimited Arusha. Tunapatikana pia kupitia mitandao ya kijamii ambayo ni Instagram, andika tu NSK Hospitals Limited itakuja pale. Kuna namba zetu za simu pale za hospitali, utapiga simu na utapata huduma nzuri zaidi. Karibuni sana na asanteni pia.